Unaweza kusema ni kijana barobaro au vijana wa 2000 kutokana na umri wao kwenye soka tangu badilishwe jina kutoka Vasco da Gama hadi kuitwa Stellenbosch. Vijana hawa wameweza kujitengenezea jina kubwa ndani ya soka la Afrika Kusini tangu wafanikiwe kupanda daraja kutoka National First Division hadi ligi kuu ya DStv Premiership. Mafanikio haya yalikuwa ya kihistoria kwani Stellenbosch ikawa klabu ya kwanza kutoka mji wa Stellenbosch kushiriki katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Stellenbosch ni mji maarufu uliopo katika jimbo la Western Cape, Afrika Kusini, takriban kilomita 50 mashariki mwa Cape Town. Ni mji wa pili kwa ukubwa kati ya miji ya kale zaidi nchini Afrika Kusini. Vijana hawa wa Stellenbosch hapa wapo uwanja wa New Amani Complex wakifanya maandalizi ya mwisho kabisa kabla ya kumvaa mnyama mkali ambaye ana uhitaji wa kupata ushindi katika mchezo wa nusu fainali ya kwanza ikiwa nyumbani kabla ya kwenda Afrika Kusini kwa ajili ya kumalizana na mabarobaro hawa. Stellenbosch ilianzishwa baada ya kampuni ya Stellenbosch Academy Sports, kwa kifupi SAS, kuinunua klabu ya Vasco da Gama ambayo ilikuwa ikishiriki ligi daraja la kwanza, yani National First Division. Uamuzi wa kuhamishia klabu hiyo mjini Stellenbosch ulilenga kuanzisha timu ya ushindani kutoka eneo ambalo awali halikuwa na mwakilishi katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Msimu 2018 na 19 ulikuwa kihistoria kwa Stellenbosch baada ya kuongoza katika msimamo wa ligi daraja la kwanza, yani National First Division, na kupanda hadi DStv Premiership. Klabu hiyo ilivuna jumla ya pointi 56 katika mechi 30, ikimaliza kileleni mwa ligi na kuwa klabu ya kwanza kutoka Stellenbosch kucheza ligi kuu. Katika msimu wa kwanza kwenye ligi hiyo 2019 na 20, Stellenbosch ilimaliza katika nafasi ya 10 kati ya timu 16. Matokeo hayo yalithibitisha uwezo wa klabu hiyo mpya kuhimili ushindani wa timu hiyo kama Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Msimu 2021-22 ulikuwa mafanikio zaidi ambapo Stellenbosch ilimaliza ligi katika nafasi ya 4, hivyo ikafuzu katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika ambapo imefika katika hatua ya nusu fainali baada ya kuiondoa Zamalek. Kati ya vichocheo vya mafanikio haya ni uwekezaji katika maendeleo ya vijana kupitia Stellenbosch FC Academy, ambapo zaidi ya 60% ya wachezaji wa kikosi cha kwanza ni chipkizi waliotokea katika mfumo huo. Miongoni mwao ni Jaden Adams, Devin Titus waliowahi kuida katika kikosi cha timu ya taifa ya vijana. Club inamilikiwa na Stellenbosch Academy of Sports, taasisi inayosimamia michezo mbalimbali kwa weledi. Robbie Bernardi, mkurugenzi mtendaji wa klabu hiyo, amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha usimamizi bora, matumizi sahihi ya rasilimali na kukuza vipaji vya ndani kwa kushirikiana na kocha Steve Barker. Stellenbosch imejenga utambulisho wa kucheza soka la aina yake. Hadi sasa Stellenbosch imefanikiwa kutinga katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika baada ya kuwatupa nje mabingwa watetezi wa michuano hiyo, Zamalek ya Misri. Katika hatua ya nusu fainali Stellenbosch itavana na Simba hapo kesho, ambapo mechi ya kwanza itachezwa Aprili 20. Simba itakuwa nyumbani, wakati mechi ya pili itachezwa Aprili 27 huko Afrika Kusini. Kutoka hapa uwanja wa New Amani Complex, mimi ni Elia Solomon na hiki ndiko ambacho tumekiona katika mazoezi ya timu hii kutoka Afrika Kusini.